Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa hatujawahi kuwapa nauli ili waje wajaze viwanja hivi. Hawa hatujawahi kuwapelekea mabasi ili waje wajaze viwanja hivi. Al-Hikma Foundation tumeonyesha dira kwa miaka 10. Al-Hikma Foundation tumepiga greda ya kimataifa miaka 10. Al-Hikma Foundation siku zote tunawaita kwa wito wa Qur'an na wanatuitikia. Hawa kila mwaka tunawabadilishia kauli mbiu. Kwa mfano, moja ya kauli mbiu zetu, ukitaka vyote viwili shikamana na Qur'an. Tukaja kufumbua, mwenye kutaka dunia ashikamane na Qur'an, mwenye kuitaka akhera ashikamane na Qur'an, na mwenye kuvitaka vyote viwili ashikamane na Qur'an. Mwaka uliofuata tuwahi kontetezi, tukaja kufumbua, Qur'ani ni mtetezi, tuwahi komtetezi. Mwaka uliofuata ana watu, tukaja kufumbua, Allah ana watu na watu wake ni watu wa Qur'an. Mwaka uliofuata tukaja na kauli mbiu isemayo 1 kwa 10, tukaja kufumbua, Qur'ani tukufu ni kitabu cha ajabu, herufi 1 thawabu 10. Na hatimaye mwaka huu tumekuja kuambia ni moja kati ya mawili, ima ikunyanyue au ikubwage. Na hii imetokana na mafundisho sahihi ya Bwana Mtume Muhammad pale aliposema, inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman, hakika ya Allah atawanyanyua daraja watu kupitia kitabu hiki, wayadha'u bihi akharin, na atawabwaga watu kupitia kitabu hiki. Al-Hikma Foundation tumefanikiwa kwa asilimia zote kuwalea Waislamu kiimani, kuwaita wito wa kiimani bila ya ushawishi wa aina yoyote ya kidunia. Njoeni, na wanakuja, na wakija hawatarajii kupata malipo illa kutoka kwa Allah jalla fi ula. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwamko ni mkubwa sana, na Al-Hikma Foundation imeweza kuonyesha njia. Hadi leo mataifa ya nje yanatamani kuja kufanya mashindano ya Qur'an ndani ya uwanja huu, kwa sababu kuna taasisi inaitwa Al-Hikma Foundation imemulika, ikawasha nuru, na wote wanakwenda naktabis min nurikum. Tunataka tufate nuru yenu. Naam, huu ndio ukweli. La ta'jabanna lihasudin raha yunkiruha tajahula, wa huwa aynul haziqil fahimi, qad tunkiru al-aynu daw'a ash-shamsi min ramadi, wa yunkiru al-famu ta'ma al-ma'i min saqami. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie fursa hii kumshukuru Allah jalla fi ulah. Bila ya yeye tusingefika hapa, na kwa msaada wake tutafika mbali. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum, wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di. Nguzo yetu kubwa ni Allah. Ni vijana wadogo, hata miaka 40 hatujafikisha. Dunia inashangaa kwa jitihada zetu. Siri ni yule aliyenyanyua mbingu 7 pasina nguzo,
na ikhlas ndogo ambayo tunajipamba nayo. Tunamshukuru Allah shukrani zisizokuwa na basi wala kiasi. Kisha nitumie fursa hii kwa niaba ya Al-Hikma Foundation, kwa niaba ya Sharif Abdul Qadir, na uzipokee shukrani hizi wewe kwa niaba ya familia nzima, kumshukuru almarhum mzee wetu, mzazi wetu, kipenzi chetu, aliyetushika mkono Al-Hikma Foundation, akasimama bega kwa bega na Sharif Abdul Qadir. Hajawahi kukosa mashindano haya ila ni mara mbili wakati anaumwa, na mwaka uliopita ametangulia mbele ya haki. Naye si mwingine ni almarhum Alhaj Ali Hassan Mwinyi. Allah nakuomba kwa rahma zako umrahamu mzee Mwinyi. Allah nakuomba kwa utukufu wako mpandishe daraja mzee Mwinyi huko aliko. Allah nakuomba kwa utukufu wa Qur'an mweke mzee Mwinyi katika daraja la kwanza la pepo pamoja na ummatu Muhammad, masahaba wa Muhammad, chini ya bendera ya Muhammad na watu wa Qur'ani kwa ujumla. Allahumma amin. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie fursa hii kukushukuru wewe mwenyewe. Kwa uhakika Allah amekujalia nuru kama za baba yako. Namwomba Allah akupe zaidi ya alivyompa baba yako, akupe umri mrefu wenye kheri na baraka kuliko mzazi wako, akupe daraja kubwa kabisa duniani hadi akhera kuliko hata wazazi wako, akuhifadhi, akulinde. Umekuwa icon wa watu wa Qur'an. Wewe ni shahidi, watu wa Qur'an wanakukimbilia kila pahala, na mwezi huu hupumziki wewe. Mashindano yote wewe ndio mgeni rasmi. Allah atakujalia kuwa na heshima hiyo zaidi na zaidi duniani na akhera pia. Nitumie fursa hii kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ushirikiano wake kwa kuendeleza mahusiano mazuri na taasisi yetu na mashindano haya. Mashindano haya yamepitia awamu tatu. Yalianza ndani ya uwanja wa Mkapa wakati wa Kikwete, wakati wa Magufuli yakaendelea, na haya mnayashuhudia wakati wa Mama Samia yakiendelea na yataendelea. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wizara husika, mameneja, wakurugenzi wa uwanja na wizara, katibu mkuu, waziri mwenyewe, naibu waziri na wanaibu waziri, wote tunawashukuru kwa kweli. Baada ya shukrani hizo, ni washukuru viongozi wa taasisi mbalimbali waliotuunga mkono, wanaotuitikia kila mwaka na waliopo hapa leo. Kwa wingi wenu naomba radhi, siwezi kuwatambua wote, lakini pia nitumie fursa hii kushukuru kamati kuu ya mashindano haya, volunteer wetu zaidi ya 1000 waliojitolea bila ya malipo. Na washukuru sana. Allah awadhamini na adhamini maisha yenu ya duniani na akhera pia. Hadhira, ijapokuwa yuko mtu maalum leo ataishukuru hadhira, lakini pia nami naishukuru hadhira. Nitumie fursa hii kuwashukuru wadhamini wetu wote. Kwa uhakika wako wengi sana, lakini naomba nianze na kampuni ya afya. Tunawashukuru sana. Pia ndugu yetu Bopar tunamshukuru sana. Lake Group tunawashukuru sana, na leo tunaye hapa mwenyekiti wa Lake Group ndugu yetu Ali Edha. Tunakushukuru sana mara mbili kuwa mdhamini mkubwa kabisa, lakini leo pia kuja katika haya mashindano. Tunawashukuru Camel Oil, tunawashukuru Asas Group, tunawashukuru ATL Energies,
tunawashukuru Superdol Sheikh Saif Al-Husni, mdhamini mkubwa wa haya mashindano na kila mwaka tunaye. GBP Sheikh Badr Al-Jabri, mdhamini mkuu wa mashindano haya tunaye kila mwaka. Petro Africa tunawashukuru, Has Petroleum tunawashukuru, Africas tunawashukuru, Afro Oil tunawashukuru, Bill Energy tunawashukuru, Manasikul Hajji wal Umra tunawashukuru, Zabikha Schools tunawashukuru, Hijra Travels tunawashukuru, Da Fresh tunawashukuru, Azam TV tunawashukuru, ZBC2 tunawashukuru, Afrika TV tunawashukuru, Al-Hajar TV tunawashukuru, Mahasin TV tunawashukuru, Channel 10 tunawashukuru, TV Iman na Radio Iman tunawashukuru, na mwisho mdhamini wetu mkuu PBZ, mwamba wa miambani Tanzania. Hii hivi sasa kuna benki nyingi za Kiislamu alhamdulillah, lakini PBZ ndio mwamba wa miambani katika benki za Kiislamu Tanzania. Ni wadhamini pekee waliodumu kudhamini mashindano haya, na mziki wake wanasema wanauweza na wataendelea na sisi. Takbir! Imma ikunyanyue au ikubwage. Leo kwa Mkapa hakuna atakayebwagwa, sote tutanyanyuliwa. Tuseme inshallah. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyotangulia kusema, Al-Hikma Foundation tukiandaa appreciation kwa hawa watu wa Qur'an huwa tunaziita surprise, huwa hatuzitangazi mapema ili tusije tukawaharibia imani zao, wakaja kwa msukumo wa zawadi za kidunia badala ya kufuata Qur'an. Na surprise kama jina lilivyo ni surprise tu. Balozi wa Saudi Arabia amehamasika, ametoa tiketi 2 za hija za wageni wa mfalme. Takbir! Takbir! Tiketi 2 za hija za wageni wa mfalme kupitia kwa balozi wa Saudi Arabia nchini Tanzania. Al-Hikma Foundation tiketi hizi 2 amesema ziwe za wanaume, na Al-Hikma Foundation tutazipeleka tiketi hizi kwa watendaji bora wa Qur'ani mwaka huu waliotumikia Qur'an katika volunteers wetu 1000. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia safari hii ya robo karne imeambatana na surprise zifuatazo. Tega sikio sasa. Robo karne ya mwaka huu, surprise kubwa kabisa kwa jamii ya Kiislamu na ya Kitanzania kwa ujumla. Sharif Abdul Qadir amenituma, amesema robo karne mwaka huu haiwezi kupita hivi hivi bure bure. Cha kwanza ambacho tutafanya, tutawafanyia sunna watoto wa kiume 1000. Takbir! Tutawafanyia sunna watoto 1000 wa kiume. Hili la kwanza. La pili,
Sharif Abdul Qadir anasema kwa kuwa idadi ya mabachela na mabachelati imekuwa ni kubwa, basi mwaka huu tutaozesha watu 200. Takbir! Mabachela na mabachelati, kazi kwenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kelele unazisikia ni wapenzi wa Qur'ani, lakini baadhi yao kuna mabachela na mabachelati. Sharifu Abdul Qadir anasema ndoa 100 zitafungwa hapa nyumbani Tanzania, na ndoa 100 nyingine, narudia, 100 nyingine atapeleka Burundi kwa ndugu zetu wa Burundi. Takbir! Narudia tena, watu 100, mahari yao, majoho yao, viremba vyao, holi, chakula, vinywaji juu ya Al-Hikma Foundation kwa hapa Tanzania. Na watu 100 wengine, mahari yao, mavazi yao, holi, chakula, vinywaji, Burundi, taasisi ya Al-Hikma Foundation itabeba. Takbir! Hii ndio robo karne baba, na hizi ndizo surprise zake. Wakati namkaribisha katibu mkuu, naomba niwaalike rasmi tarehe 21 wiki ijayo, ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar wametuandalia mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu. Tarehe 22 mwezi huu, wiki ijayo, kule Zanzibar, ofisi ya mufti mkuu wametuandalia mashindano makubwa zaidi kuliko hata haya, ndani ya uwanja wa Karume. Na mwaka jana ulifurika, na mwaka huu utatapika kwa kazi nzuri inayofanywa na mufti wa Zanzibar na watendaji wake kwa ujumla. Na vile vile mgeni rasmi ni yule icon wa Qur'ani, mteule wa Allah aliyejaliwa kuvaa viatu vya Mzee Mwinyi, naye si mwingine ni kipenzi chetu Dr. Hussein Ali Mwinyi. Allah amweke, amfurahishe duniani hadi akhera. Kama tulivyojazana hapa leo, Zanzibar ni karibu, tarehe 22 pia tuwe pamoja nao insha Allah. Naomba nitumie fursa hii kwa heshima kubwa nimwalike kwa salamu fupi za dakika 2 mufti wa nchi ya Burundi, ndugu yetu, shekhi wetu Salum Niabagabo, atupe salamu fupi kwa dakika 2. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamda shakirina. Alhamdulillahi fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillahi ala kulli ni'ami. Walhamdulillahi yaliqu bi rabbi ni'ami. Thumma as-salatu was-salam ala khatamil anbiya sayyidil mursalin Mustafa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Mheshimiwa Waziri Mkuu mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar mgeni rasmi, Waziri Mkuu mgeni maalum, Naibu Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mufti wa Zanzibar, Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, waheshimiwa viongozi nyote mlio hapa, Mheshimiwa kiongozi wa Al-Hikma Foundation,
waheshimiwa mashekhe na maimamu nyote mlio hapa, nikuombeni radhi, mnikubalie niwatoleeni salamu nikisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pili, niwaombeni radhi, mnikubalie niwapeni salamu za jamii ya Kiislamu ya Burundi, nchi jirani na Tanzania, nikisema vile vile mara nyingine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waheshimiwa viongozi mbalimbali, kuanzia kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ambao ni mgeni rasmi, nikubalieni vile vile nitoe shukrani za dhati kwa sababu dini yetu inatuamrisha hayo kupitia kwa mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akizungumza kwamba asiyeshukuru watu hawezi kumshukuru hata Mungu wake. Kwa hivyo tunatoa shukrani za dhati kwa nchi ya Tanzania, kwa mgeni wetu rasmi Rais wa Zanzibar, kwa wale wote ambao wameandaa maandalizi haya matukufu ya kongamano kama hili la musabaka la mashindano ya Qur'an tukufu. Wa akhiran, kwa kumalizia, nikuombeni vile vile radhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuamrisha, katufunza kwamba ambaye atakayekufanyia wema na wewe jitahidi, kama hautopata cha kumtendea, kama kumlipiza katika ule wema, muombee dua. Niombee dua nchi ya Tanzania, Allah subhanahu wa ta'ala aibariki, na viongozi wake na raia wake, na abariki nchi yetu ya Burundi vile vile na raia wake na viongozi wake. Wa bihadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.